tatu. Mnazifahamu, labda tu tutakuwa na muda mzuri wa mjadala, lakini sitaki kuwajaza na mafungu mengi, lakini itoshe kusema kwamba imani zetu za msingi zilizo nne zinazungumza juu ya Mwana, Baba, Roho na Utatu Mtakatifu. Biblia inasema kwamba Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja. Fungu kama unaandika Isaya 46 fungu la 9. Anasema kwamba Mungu ni nani? Mungu ni mmoja. Ipo Yohana 10:30 anasema Mungu ni mmoja. Ipo Mathayo 2:11 Yesu atambulika kama Mungu, maana sifa mbinguni kwa kuaminiwa akaenda kumwabudu mwingine, lakini wapenda kumwabudu Yesu kama Mungu. Mungu ni mmoja. Hata Mathayo 28 fungu la 17 kusoma na lenyewe Mungu ni mmoja. Sasa Mungu katika umoja wake, haya mafungu yanayothibitisha Mungu ni mmoja. Yapo mafungu mengine yanayothibitisha kwamba huu umoja wa Mungu uko katika nafsi kadhaa zaidi ya moja, kwenye nafsi zaidi ya moja. Kwa mfano kusoma Mwanzo, tunaunganisha na uumbaji leo. Mwanzo 1:26 anasema tufanye mtu kwa sura na mfano wetu na wakamuumba mwanadamu kwa sura. Hiyo inaonyesha pia Mungu anaposema kwa mfano wetu anamaanisha kuna nafsi zaidi ya moja. Lakini kwa Mwanzo pia 11 fungu la 7 linalosema mnafahamu, tushuke chini tuone mnara wa Babeli, tuone hao watu waliofanya na wakashuka. Inaonyesha kwamba kuna nafsi zaidi. Kwa hiyo cha kwanza ukubaliane na mafungu ya mwanzo ya Isaya, ya Yohana, ya Mathayo ambayo yanasema Mungu ni mmoja. Sasa tukutana na mafungu yanayosema na tufanye mtu na tushuke, ujue kwamba huyu Mungu ni mmoja, basi ana nafsi zaidi ya moja. Maana hawawezi kuwepo Mungu wawili, hawawezi kuwepo Mungu wawili, hakuna Mungu wawili. Na dhana ya Mungu iko kwenye dini ya kipagani. Na sasa sisi kwa sababu sio wapagani, miungu kawaida katika dini za kipagani, wale miungu huwa wanapingana, kila mmoja anampinga mwenzake au anakuja kwa sura nyingine. Si upagani, lakini ndivyo dhana ya kipagani ilivyo. Tumetoka kusoma lesoni hii ya Kutoka, mmeona nafikiri kujifunza vizuri. Ishi ilikuwa Mungu anapambana na miungu ya Farao. Sasa ile miungu ilikuwa mingi na Farao mwenyewe alikuwa ni Mungu pia. Walipokuwa kupiga chawa sasa kuleta nyumba ya nini, yote ilikuwa ni miungu ya Misri. Na kila Mungu alikuwa na mambo yake, kusoma kila Mungu alikuwa na kitu. Lakini Mungu wetu kama angekuwa ni zaidi ya mmoja, basi wangekuwa wakipingana. Roho angempinga Baba, Baba angempinga Mwana. Lakini kwa kuwa wote wako na lao mmoja, ndio maana anakuwa ni Mungu mmoja katika nafsi tofauti. Kwa hiyo mafungu haya mmoja yanakaa vizuri, na yale mengine yanapokuja kwa kuonyesha kuna nafsi zaidi ya moja, bado ni Mungu yule yule. Sasa wale waliokwenda kusoma theology wanajua tumia kalamu kidogo, nimekumbana na neno la Kiebrania linaloitwa Elohim. Tumelisikia sana. Elohim ni Mungu, lakini kwa Kiebrania Elohim ni wingi wa Mungu katika nafsi, wingi, yaani inamaanisha kwa zaidi ya moja. Sasa Elohim inatokana na maneno mawili, El pamoja na Elohim. El ni Mungu mmoja, yaani ni Mungu mmoja. Halafu Elohim, Kiswahili na Kiingereza, lugha yetu imefungwa, haina viunganishi vingi. Sisi tuna umoja na wingi, umoja na wingi, lakini watu mtu. Lakini kuna vitu vingine. Kwa mfano, kuna ng'ombe anaweza kuwa wanyama tu, lakini kuna wengine wanyama na maziwa, afu na mwingine wa maziwa tu. Unajua hiyo? Sasa ng'ombe wanyama na maziwa ni ng'ombe tunamwita anatupa faida mbili juu kwa basi. Anatupa faida mbili. Anatupa ng'ombe, nyama na maziwa. Sasa Kiebrania kuna pia mbili.
yaani kando ya moja na wingi kuna mbili, yaani single plural.